Tupo katika halmashauri ya wilaya Babati ambapo leo kulikuwa na kikao cha kwanza kabisa cha robo ya mwaka kuanzia Oktoba mpaka Disemba, ambapo hapa tupo na diwani wa kata ya Magugu. Atakwenda kujitambulisha afu tutakwenda kuzungumzia machache kuhusiana na maendeleo katika kata yake. Karibu sana mheshimiwa. Anaitwa Stanley Dismas Charles, ndiye diwani wa kata ya Magugu. Lakini tunaona namna ambavyo serikali yetu chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inavyofanya kazi kwa kasi na spidi kubwa. Mheshimiwa Stanley, tungetupitisha kwa ufupi. Sasa hivi nyinyi ni madiwani wapya na mmeanza kazi rasmi. Yapi ni matarajio ambayo uliahidi ambayo unayaona yanakwenda kutimia katika kata yako? Tuliahidi vitu vingi kupitia ilani ya uchaguzi, ilani ya chama tawala, ilani ya CCM. Mambo kadhaa ambayo tunadhani yalikuwa ni hitaji kubwa sana kwenye jamii zetu. Kwa mfano, habari ya upungufu wa walimu, upungufu wa madaktari, maeneo tofauti tofauti. Tunaona Mheshimiwa Rais amechukua hatua, ndani ya siku 100 alitangaza ajira na watumishi waanza kuletwa. Kwa hiyo naamini upungufu wa watumishi kwenye shule zetu na taasisi zetu za afya unakwenda kutatuliwa kwa kiasi kikubwa na kwa haraka zaidi. Katika kata yako ya Magugu umepokea watumishi wangapi ama bado hujatumiwa? Bado watumishi saizi wako level ya wilaya. Nadhani baada ya hapo watashuka chini. Lakini tunaamini mkurugenzi wetu anafanya kazi kubwa na nzuri, anafahamu uhitaji wa kila eneo. Kwa watatutendea haki kuhakikisha kwamba maendeleo yanaendelea kusukumwa. Mbali na hivyo, tumepokea fedha nyingi kwenye maeneo yetu. Mfano mimi nimepokea zaidi ya milioni 57 kutoka kwenye halmashauri chini ya mkurugenzi wetu. Nimeanza kufanya kazi mradi ule wa choo shule ya msingi Lumera, huko hatua za mwisho kabisa, na baada ya wiki moja au mbili watoto wataondokana na adha ile ya kutokuwa na choo kizuri kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Lakini mbali na hapo, yako maendeleo mengi tunaendelea kuyasukuma kama ambavyo tuliahidi. Kwa halmashauri, hatua za awali kwa kweli uhamasa ni kubwa. Vijana wengi wanaomba mikopo hii ya 442 na kata ya Magugu imekuwa mnufaika hata kabla ya mimi hapo nyuma. Vijana wengi wameendelea kupata. Tuna kundi la vijana pale walipata bajaji kama zaidi ya milioni 50. Lakini tuna vijana wengine watapata bodaboda zaidi ya 8 nadhani mwanzoni mwa mwezi huu. Sio tu vijana, kina mama nao hawajaachwa. Na sio tu kina mama, watu wenye ulemavu hawajaachwa. Kwa hiyo tunaamini mikopo hii itaenda kuwa chachu na itafungua dira na maendeleo ya mtu mmoja mmoja na vikundi kwenye maeneo yetu. Tunaamini kwamba serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi nzuri sana kwenye hilo eneo, na mkurugenzi wetu na timu yake wanafanya kazi nzuri, wakikusanya ile 10% wanatenga inakwenda Magugu, na sio Magugu tu, kwenye maeneo yote ya jimbo letu na halmashauri yetu ya wilaya Babati vijijini. Mkopo wa 10% unaenda na wananchi kwa ujumla, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanaendelea kunufaika nao, na marejesho sio mabaya, wanarejesha kwa wakati. Kwa tuna kila sababu ya kuendelea kumpongeza na kumshukuru rais wetu, mbunge wetu na mkurugenzi wetu wa halmashauri kwa namna ambavyo wanafanya kazi kubwa na nzuri. Mheshimiwa Diwani, kumekuwa na kasumba hii kubwa sana kwenye jamii, hususan kwa vijana ambao wamekuwa hawana hamasa kwenda katika mikopo hii ya 442. Wamekuwa wakidai kwamba kuna ukiritimba, labda ni uelewa. Tatizo ni nini? Na kwa upande wako kama diwani ambaye uliwaahidi ukichaguliwa utaenda kupambania vile vikundi kuvisimamia, unaweza kuzungumziaje kwa ufupi? Changamoto ni elimu, lakini pia kutokuwa tayari. Vijana bado wana kasumba ya kuogopa, na sasa hivi angalau taratibu umerahisishwa. Habari ya usajili wa vikundi vyote unaishia ngazi ya kata. Kwa hiyo tuna maafisa kata karibia kila kata kwenye wilaya yetu wanatoa hiyo elimu, na Magugu na afisa maendeleo wa kata anafanya kazi kubwa na nzuri. Tunatoa elimu kwa vijana kupitia mikutano ya hadhara, kupitia vijiwe ya kahawa, vijiwe vya bodaboda, kwenye viwanja vya michezo, na vijana kwa kweli wanahamasika. Vijana wanapata fedha nyingi hizi kupitia halmashauri. Halmashauri yetu inatenga karibia zaidi ya milioni 200 kila baada ya kota, ambazo zote zinaenda kwenye nini neno lako kwa vijana kwa ujumla? Cha kwanza tunawaambia vijana waendelee kushirikiana na serikali na wasio waoga kujaribu, na wasichague sana. Watumie fursa zilizopo kwenye maendeleo yetu, kwenye maeneo yetu, fursa za kilimo, fursa za viwanda, za biashara, ili kujikwamua kiuchumi. Na wale ambao wamesoma pia wasitumie elimu kama kigezo cha wao kupata maisha. La hasha. Uko umuhimu wa kujiengage kwenye shughuli za kimaendeleo na za kipato. Serikali yetu imerahisisha sana habari ya mikopo kwa vijana, kupitia hata mabenki. Sasa hivi CRDB wana mpango wa kutoa mikopo kwa vijana wenye riba ndogo sana, riba ya chini ya 10%, 7%, na kwa masharti nafuu, bila dhamana. Ukiwa tunakitambulisha mjasiriamali unaweza kupata mkopo. Kwa hiyo serikali itaendelea kufungua fursa, na sisi kama diwani tunaendelea kuishauri serikali na kuisimamia kwamba uko umuhimu wa kuwekeza kwa vijana, kwa sababu vijana ni zaidi ya 60% kwenye maeneo yetu.